Abdul Halim Hafidh Amir maarufu kama Abduli amezua mtafaruku mkubwa kama inavyoelezwa kwa kifupi katika makala hii. Lakini pia makala inaeleza funzo kubwa kwa Watanzania kutokana na mtafaruku huo aliyosababisha mtoto huyo wa Samia Suluhu Hassan. Sasa siku chache zilizopita zilipatikana taarifa kutoka nchini Kenya kwamba Abdul alikuwa ameingia nchini humo, na kwa bahati nzuri wenzetu wa Kenya wako makini sana katika ufuatiliaji wa taarifa mbalimbali. Badala ya kutegemea vyombo vya habari, Wakenya wengi wamekuwa wao wenyewe kama ni wanahabari na kupashana habari hasa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mara baada ya kufahamu kwamba Abdul alikuwa ameingia nchini Kenya, taarifa zilianza kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii na hasa kwenye mtandao wa kijamii wa X, zamani ukifahamika kama Twitter. Kwa hiyo mmoja wa watumiaji wa mtandao huo nchini Kenya alitoa taarifa kwa taasisi kadhaa za nchini Kenya, ikiwa ni pamoja na ofisi ya DCI, ofisi ya uhamiaji na taasisi nyingine mbalimbali na vyombo vya habari, akiwafahamisha kwamba Abdul, mtoto wa Samia, ameingia nchini Kenya, na yeye alielezwa kama ni mtoto wa rais asiye halali wa Tanzania. Ameingia nchini Kenya akiwa na gari lenye namba za usajili za Tanzania T579 EBW. Na huyu mtu aliyeandika ujumbe huu alifahamisha kwamba mtu huyu, yani Abdul, anahusishwa na mauaji ya maelfu nchini Tanzania. Kwa hiyo lengo hasa la kutoa taarifa hii ilikuwa ni kwa vyombo vya usalama nchini Kenya kuchukua hatua stahili. Lakini pia baadhi ya Wakenya walimhusisha Abdul na tukio ambalo lilimkuta mwanaharakati maarufu wa nchini humo Boniface Mwangi, ambaye pamoja na mwanaharakati wa Uganda Agatha Atuhaire walitekwa jijini Dar es Salaam, ambapo walikuwa wamekuja kwenye kesi ya mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, anayekabiliwa na kesi ya uhaini. Kwa hiyo walipofika Dar walitekwa na wakawa wameshikiliwa kwa zaidi ya siku 10 kabla ya kutupwa kwenye mipaka ya Kenya na Uganda. Kwa hiyo kwa baadhi ya Wakenya walisema kwamba kwa kuwa huyu kijana yupo nchini mwao, ni wakati sahihi kwa wakazi wa nchi hiyo, wananchi wa Kenya, kuchukua hatua mkononi dhidi ya Abdul. Kwa hiyo hii taarifa ilizua mtafaruku mkubwa. Hata hivyo haikufahamika kwa nini Abdul alikuwa ameenda Kenya, lakini pia haikufahamika hizi taarifa zilifahamika vipi kwa watu wengi, kwa sababu zilisambaa huko mtandaoni. Na hii pengine kwa namna moja au nyingine, bila kufahamu kilichompeleka Abdul nchini Kenya, uwepo wa taarifa hizi mtandaoni unaweza kuwa ulichangia kuvuruga dhamira mbovu ambayo pengine alikuwa nayo huyo Abdul, kwa sababu baadhi ya watu huko nchini Kenya walihisi kwamba uwepo wa Abdul nchini humo ulikuwa ni kufuatilia baadhi ya wanaharakati wa Kitanzania wanaoishi nchini Kenya, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa ambazo hazijathibitishwa, inadaiwa kwamba Abdul ndiyo mkuu halisi wa idara ya usalama wa taifa, na pia ametajwa kuwa alikuwa mtu muhimu katika yaliyojiri kuanzia Oktoba 29 mwaka jana, ambapo maelfu ya Watanzania walitolewa uhai kwa amri ya Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ni mtu ambaye amekuwa akihusishwa na masuala mbalimbali. Kama unavyokumbuka, Balozi Humphrey Polepole ndio pengine alikuwa mtu wa kwanza kujitokeza hadharani, mtu mwenye hadhi kubwa katika jamii, kueleza kuhusu Abdul na uhusika wake katika idara ya usalama wa taifa. Lakini pia akasema kuwa Abdul ndiye mtu anayehusika, anayeongoza magenge yanayojihusisha na utekaji wa watu mbalimbali. Yanafahamika kwamba sasa hivi sio utekaji tu, bali watu wanaotekwa huwa wanabakwa, wanalawitiwa, wanateswa na baadhi yao kuuawa. Kwa hiyo kulikuwa na mtafaruku mkubwa kufuatia uwepo wa huyo kijana huko nchini Kenya. Hata hivyo, mwisho wa ziara yake huko Kenya haukufahamika, kama ambavyo sababu iliyompeleka huko pia haikufahamika, lakini watu walihisi kwamba uwepo wake huo ulikuwa pengine katika kufuatilia baadhi ya Watanzania ambao wapo nchini Kenya, wameweka makazi yao nchini Kenya,
kwa kutokana na kuandamwa na serikali ya Samia Suluhu Hassan nchini Tanzania. Sasa hizi taarifa kuwekwa hadharani inaaminika kwamba zilisaidia kwamba kama Abdul alienda nchini Kenya akiwa na dhamira mbaya, basi hizo taarifa kuwekwa hadharani kulichangia kuepusha hizo dhamira mbaya. Lakini hata hivyo bado haijathibitika kwa nini alikuwepo nchini Kenya, ila watu walihisi kwamba uwepo wake huko haukuwa na nia nzuri. Kwa nini taarifa hii ina relevance kubwa nchini Tanzania? Kwanza ni kwa sababu ya umuhimu wa Abdul mwenyewe, hasa kuhusiana na hayo yanayoendelea kujiri nchini Tanzania. Lakini pengine kubwa zaidi ambalo Watanzania wanaweza kujifunza katika tukio hili ni umahiri wa wenzetu wa Kenya, kwa sababu Abdul alivyotia tu mguu nchini Kenya, alivyoingia tu nchini Kenya, taarifa hizi zikapatikana, na sio tu zikapatikana, zikasambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo yayumkinika kuamini kwamba kufanya hivyo kunaweza kuwa kumeokoa maisha ya watu, kwa sababu kama nilivyosema, baadhi ya watu walikuwa naamini kuwa alikwenda nchini humo kwa dhamira mbaya. Majuzi kuna tukio pia limetokea, japo halifanani na hili la Abdul. Katika kesi inayomkabili mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Lissu, ilifahamika majina mawili kuhusiana na mashahidi wa siri wanaohusika na kesi hiyo. Mmoja ni mtu ambaye huko nyuma aliwahi kuwa mwanachama maarufu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Yeriko, yule jasusi wa Bamia. Lakini pia ikafahamika kuna kijana mmoja ambaye yeye ni katika ushahidi wa siku ya pili au ya tatu kwamba ni mkazi wa Songea, alitoa ushahidi kuhusu yaliyojiri huko Songea, na picha yake ikawekwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hawa ni watu wanaofahamika. Sasa ukilinganisha na wenzetu wa Kenya kwamba walipopata taarifa kwamba Abdul ameingia nchini Kenya, taarifa zikasambaa mtandaoni na wengine wakatishia kwamba watachukua hatua kwa sababu ya aliyofanya kwa Mkenya mwenzao Boniface Mwangi. Imagine kwamba pengine wanachadema au hata watu tu wanaopenda haki wangeamua kuwa na mtizamo kama wao, msimamo kama huu, kwamba hawa watu wanaofanya maovu inabidi kuwakabili, kuwaweka hadharani. Na hilo la kuweka hadharani pekee halitoshi, maana mnaweza kumweka mtu hadharani ili kuzuia, kama hilo la Abdul kuwekwa hadharani inawezekana lilizuia jaribio la watu kutekwa au watu kudhuriwa huko nchini Kenya. Lakini katika mazingira yetu haitoshi tu kuwaweka watu hadharani, kwa sababu mara kadhaa kwenye mitandao ya kijamii utakuta inawekwa namba ya mtu. Mafuele namba yake ilishawahi kuwekwa, IGP na watu viongozi wengine mbalimbali namba zao zimeshawahi kuwekwa, na ujumbe unaotolewa ni kwamba muwasalimie, yani kwa maana watu wawatumie message na vitu kama hivyo, ambayo sio kitu kibaya, japo kina hatari yake, kwa sababu namba unayotumia kutuma simu inaweza kukusababishia matatizo. Lakini la msingi ni kwamba pindi taarifa zinazopatikana, na hapa sio kama tunahamasisha matumizi ya nguvu au namna fulani, lakini tuwe wa kweli, dola inatumia nguvu. Kwa nini wananchi wasijikinge kwa kutumia nguvu? Kwa sababu diplomasia imeshindikana, siasa za kubembelezana imeshindikana. Haiwezekani kwa chama kama Chadema, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, chama chenye mamilioni ya wafuasi, wanafahamu watu wanaokihujumu chama hicho, wanafahamu wa mashahidi wa mchongo. Inabidi kuna namna fulani mtaani tunashikishana heshima kwa namna fulani. Ukijua mtaani kwa mfano kuna mtu anamsumbua mdogo wako, au mtaani kuna mtu anawabugudhi wazazi wako, kuna namna fulani ambayo tunashirikia. Sihitaji kueleza nini ambayo tunadili na changamoto za mtaani, lakini vijana wote walioishi, sote tumepitia ujana na kuwepo mtaani, tunajua jinsi gani tunavyokabiliana. Kwa nini mbinu hizo tusizitumie katika kipindi hiki? Kwa sababu hawa watu ambao hawana aibu katika wanayoyafanya, wanateka watu, wanabaka watu, wanalawiti watu, wanatesa watu, wanaua watu, njia za kistaarabu kwa kweli zimeshindikana. Na ninasisitiza kwamba Jasusi TV haihamasishi matumizi ya vurugu, lakini endapo kutumia njia zile zile wanazotumia wao kutasaidia kukomesha unyama huu unaoendelea, basi na iwe hivyo. Kwa hiyo ni muhimu kufanyike jitihada za kuwatambua watu wanaofanya maovu. Jasusi TV imeeleza mara kadhaa kwamba miongoni mwa maadui wakubwa wa Tanzania ni viongozi katika ngazi ya mitaa, mabalozi wa nyumba kumi, wale viongozi wa serikali za mitaa. Hawa wamekuwa na mchango mkubwa sana katika kupoint watu mbalimbali ambao baadaye wanatekwa na watu wasiojulikana. Katika mazingira yale ambayo wenzetu wa Kenya wameweza kumtambua Abdul na kuweka hadharani, kwa nini haya hayatokei katika ngazi ya mtaa, kuwatambua hawa watu wanaofanya maovu haya na picha kuwashikisha adabu katika namna inayokana inastahili? Siwezi kusema namna gani, lakini kila mtu anajua jinsi gani
watu wasio wanaofanya vitu visivyofaa wanavichukulia, kwa sababu hakuna namna kutarajia kwamba jeshi la polisi likipewa taarifa litachukua hatua, kwa sababu polisi wenyewe wanahusika katika hayo maovu yanayofanyika huko mtaani. Kwa hiyo ni muhimu sasa wananchi wachukue hatua stahili ili kukomesha. Ni wazi kwamba hawa mashahidi wa mchongo, kwa mfano yule shahidi wa kwanza ambaye inatajwa kwa Yeriko na huyu shahidi wa pili wa Songea, laiti wangeshikishwa adabu, yayumkinika kuamini kwamba mashahidi wengine wangeogopa kujitokeza, kwa sababu ushahidi unaotolewa, tatizo sio watu kutoa ushahidi kwenye kesi, ushahidi umepikwa, na hili liliongelewa kabla ya huo ushahidi kuwekwa hadharani. Kwa hiyo ni muhimu kuchukua hatua ili zipeleke ujumbe kwamba atakayejitokeza kuihujumu Chadema atashikishwa adabu, atakayejitokeza kutoa taarifa kwa wasiojulikana na watu wakatekwa na kaishiwa kubakwa na kulawitiwa atachukuliwa. Watu wataogopa kufanya hivi. Kwa hiyo ni muhimu kujifunza kwa walichofanya wenzetu Kenya, na kinaweza kuwa na ufanisi mkubwa. Una maoni gani kuhusu haya? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaheri.